Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana asubuhi ya leo tunaanza kwa kuliangalia somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Nabii Baruku. Hili somo la kwanza la leo ni sala ya Baruku aliyoiandika akiwa utumwani Babuloni. Katika sala hii ambapo ndipo lilipo somo letu la kwanza leo, ndugu zangu, Baruku anaungama kabisa kwa kumwambia Mungu kwamba sisi ndio tuliofanya makosa. Hatukuzitii amri zako na ndiyo maana tumeishilia utumwani katika mateso haya. Hivyo katika sala hii anawatia moyo wale walioko utumwani kwamba mrudieni Bwana na kumuomba msamaha. Hakika Mungu atawasamehe. Ndugu zangu, fundisho hili la kumrudia Bwana na kumuomba msamaha pia linasisitizwa na Yesu katika Injili ya leo. Yesu anaona kwamba mji wa Betsaida na Korazini ilikuwa na bahati ya kusikiliza na kuona miujiza ya Yesu, lakini hawakubadilika. Kiangalia katika mji wa Betsaida ndipo ilipotokea miujiza mingi. Mfano muujiza wa Injili Marko sura ya 8 pale, yule ambaye Yesu alitema mate akamfungua macho. Muujiza huu ulitokea Betsaida. Lakini pia muujiza wa Injili ya Luka sura ya 9, nafikiri ile kuongeza mikate, ulifanyika pia Betsaida. Kapernaum nako kulifanyika muujiza ule wa mitume. Yesu alivyosema wakaenda kuvua samaki wakapata samaki wengi. Huu ulifanyikia Kapernaum. Lakini pia mama mkwe wa Simoni Petro aliponywa kutokea Kapernaum. Kwa ni miji ambayo kiukweli kwa mfano Kapernaum ni mji ambao Yesu ni kijiji ambacho Yesu alikaa muda mrefu sana katika maisha yake hapa duniani. Wanasema wataalamu wa Biblia wanasema hata Agano la Kale limesema Kapernaum ni mji ambapo Masia atakaa muda mrefu. Lakini pamoja na Yesu kukaa muda mrefu katika Kapernaum na kutenda miujiza mingi huko Betsaida, ambako alitembea pia juu ya maji akiwa huko, lakini hawakuwa na moyo wa kuguswa na kumrudia Mungu. Lengo la miujiza si ili watu washangae. Lengo la muujiza ni kuongeza imani ya mtu na mtu kujisogeza karibu na Mungu hata wakati wa matatizo, na kuamini kabisa kwa kweli nategemea nguvu za Mungu. Ndugu zangu, hata sisi katika maisha yetu Mungu ameshatenda miujiza mingi sana. Lazima tuitumie miujiza hii kuongeza imani na kujisogeza karibu na Mungu zaidi. Muujiza mkuu ambao unaweza kufanyika katika maisha yako ni kusikiliza neno la Mungu na kubadilisha maisha ya dhambi na kutubu na kumrudia Mungu. Huu ndio muujiza mkubwa kuliko miujiza yote ambao unaweza kujifanyia, ambao Mungu anaweza kufanya katika maisha yako. Toba ya kweli na kumrudia. Yesu anasema ole sio neno la baraka, neno lenye kama maumivu na kuregret, yani kujutia, yani ningeifanya hii miujiza sehemu nyingine, kwa kweli ingeleta baraka zaidi. Na sisi kuna mingi sana ambayo Mungu ametufanyia. Pengine angewafanyia wengine wangebadilika zaidi, wangekuwa mwema na kusogea karibu zaidi kwake. Lakini pengine tumefanywa mengi, lakini tunashindwa kumrudishia Mungu tukufu. Sisi leo wakati Yesu anasema ole wako Betsaida, ole wako Korazini, sisi tutoe majina hayo ya hii miji, tuweke majina yetu. Ole wako Prosper, ole wako John, ole wako yeyote yule. Kwa hiyo weka jina lako ukijua kabisa Yesu anakuhitaji ili uweze kumrudia na kuweza kuishi vizuri, ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zangu, leo fundisho hili litufundishe kwamba yapo mengi ambayo Mungu ametupatia. Shukrani ni sisi kumgeukia na kukaa karibu naye. Tusikubali kutumia zile baraka ambazo Mungu ametupa kunyanyasia mtu yote. Sisi tutumie zile baraka ambazo tumepewa kutafuta urafiki na Mungu. Miujiza ambayo Mungu ametenda kwetu iwe ni taa ya kutunyanyua wakati tukiwa tumekosa imani, wakati tumepata matatizo. Miujiza mingi inatendwa ili uitumie wakati wa shida. Ujue kabisa siwezi kumwacha Mungu hata kama nimepitia changamoto hii. Ukijua kabisa kuna siku alishawahi kunifanyia hili na hili na hili. Nakutakia siku njema. Mungu akupe baraka. Jifanyie miujiza leo, na muujiza mkuu ni wewe kuacha dhambi na kumgeukia Mungu na kukaa karibu na Mungu. Hicho ndicho Mungu anachokihitaji kwako. Pengine baraka nyingine hazifunguki kwa sababu
tupo kwenye dhambi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.